usijali na kuchanganya kwao. Wewe waambie, ukiendelea utakuta vile mtu huyo alikuwa anawajibu. Anawaambia sio hata nini, mtu amekuja akaniambia nichukue kondoo nile. Na wewe nawe usiende kusema ujui. Maana ufahamu uko nao. Ufahamu tuko nao kwamba si kwamba eti hatujui mwenye ametuambia, eti hatujui mwenye ametutonia hali. Sisi tunajua, maana sisi ni wafalme katika ufalme wa Kristo. Haleluya. Amina. Ni majira yetu ya kupokea kile ambacho mfalme anahitaji akapokee. Haleluya. Sio tuanze kusema kama huyu mtu, maana alienda kusema mtu ameniambia, amekuja akaniambia sio nichukue kondoo. Hajui mtu hata kuingia kwa maji maybe. Maana maji hiyo siku maybe wakati imekwisha tibuliwa. Sio kama hata alikuwa anaingia kwa maji, lakini aliambiwa tu achukue kondoo lake hata bila kuingia kwa maji. Haleluya. Maana kulingana na statement huyu mtu anasema maji yakitibuliwa. Uenda hiyo maji ilikuwa hiyo wakati Yesu alikuja, maji ilikuwa ishakwisha kutibuliwa. Lakini sisi tunaona ameambiwa amke na ajitike kondoo lake bila kuingia kwa maji. Mahali ambapo unaona kama msanda wako huko, uenda hauko hapo, msanda wako kwa Kristo na kupokea kwako kwa Kristo. Wewe tazamia Kristo, maana wewe ni mfalme na ni mwana wa Yesu. Unaenda kupokea. It doesn't matter wewe ambao unaona kama ndio utafunguka. Unajua kuna maybe kwa vile unaangalia kwamba eti njia hii ama nikivuta kazi hii ama nisipoingia kazi hii wewe sitabarikiwa. Wewe Yesu angalia hiyo. Kile ambacho Yesu anaangalia ni kwamba wewe ni mwanae, wewe ni mfalme, wewe unaenda kupokea na wewe ni kuhani mbele zake na katika ufalme wake. Haleluya. Sio usianze kuangalia. Maana hata tuone kama hiyo maji ilikuja ikatibuliwa tena ili akaambiwa ingia kwa maji ili akue sawa. Sio kama imetuka explainia, sio kama imetuambia vizuri kama hiyo maji wakati Yesu anaongea naye eti ilitubuliwa. Sioni. Hata sijui kama hatujaambiwa hivi. Lakini kile tunaambiwa kwamba aliambiwa kama maana Yesu alikuwa anajua kwamba wakati wake umefika. Anamwambia chukua kondoo lako, jitike kondoo lako na uende. Si eti swala la maji. Si swala la maji kutibuliwa eti aingie. Ni swala la wakati wake umefika na mwenye kuponya na mwenye kutoa hiyo hali amefika, na wakati wake wa kutoka katika hiyo hali umefika. Haleluya. Hiyo ndio swala. Haleluya. Si swala la wewe eti kujua kumanage pesa. Si swala eti unajua kumanage pesa zile unapata. Ni swala na mwenye ambaye kwa hizo pesa amefika wakati atakupa hekima na ufahamu na maarifa ya kumanage pesa ambazo unapata. Haleluya. Hizi kaweze kukusaidia. Tumsifu Yesu. Amina. So, ni majira yetu imekwisha fika. Tumsifu Yesu. Isomee Luka 19:19. 19:29. Sorry. Luka 19. Tuanze na 29. Luka 19:29. Nasema ni Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mzeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungeni mkamlete hapa. Na mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Nataka kujaribu kusema hivi. Umefika wapi? 36. Hebu soma hiyo 36. Inasema nini? 36 nasema, na alipokuwa akienda soma 35. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Nataka kusema nini? Ikiwa huyu mwanapunda anaweza kupata heshima hii, akanyangishwe nguo, atandikiwe nguo nzuri, akanyange asikanyange vumbi,
Na wewe je, wewe ni zaidi ya mwanapunda? Wewe si punda. Wewe si punda. Haleluya. Nataka tuelewe kwamba hata kama tumesema juu ya mwanapunda, sisi sio punda. Haleluya. Sisi tumembeba Kristo ndani yetu. Lakini huyu mwanapunda alikuwa amebeba Yesu kwa muda. Haleluya. Sisi leo tumebeba Yesu milele na milele. Haleluya. So wakati ambapo sisi tuko na Yesu ndani yetu milele, tunapata heshima, tunapokea kile ambacho tunahitaji, maana macho yetu yamefika. Ikiwa huyu mwanapunda alimbeba Yesu, wakati wa kuheshimiwa kwa huyu mwanapunda, kupata zile heshima, kupata zile anga ambazo alipata, ilikuwa zimekwisha fika, maana ya Yesu kaa ndani yake. Haleluya. Na akatandikiwa na akaheshimiwa. Wanafunzi wakafurahia, wakampa heshima. Tuelewe kwamba mwanapunda ananga hata ana maana hata kwa jamii mingi. Baby Ukambani maana ya kuendea maji. Haleluya. Maana maji inaendelea sehemu za Ukambani huko, I think ndio huko kitu huko, maana ndio kuna ukame. Sasa huko kwa mwanapunda unaweza kumpata, hata si rahisi umpate na pesa mingi hata kuliko ya ng'ombe. Mwanapunda huko ama hata huko Isiolo, hiyo zaidi sa Isiolo, Mavista ni huko. Nisa ni ama ni Vista ni huko Isiolo. Hata ng'ombe ananga bei ya juu kuliko mwanapunda. So huyu mwanapunda wakati ukafika, anapita watu wanamtandikia. Imagine vile ambavyo watu wamekudharau. Yaani hata wakonangi. Mwanapunda anabeba Yesu kwa muda mchache tu, na anaheshimika. Haleluya. Wewe umebeba Yesu milele yote na uko na Yesu ndani yako. Haleluya. Wewe ni zaidi ya mwanapunda. Haleluya. Sisi ni zaidi ya mwanapunda. Sisi si punda. Tuelewe, atujilinganishi na punda, maana sisi hatuwezi kuwa punda. Haleluya. Sisi ni wana wa Yesu. Sasa sisi tumesaliwa na Yesu, si kumbeba tu pekee, si kukaa ndani yetu pekee. Sisi ni wana wake. Haleluya. Ikisindi ni watoto wake, tumesaliwa na yeye. So wakati wetu umekwisha fika, haijalishi. Haleluya. Lazima tupokee. Maana wakati huu, angalia limau inaitwa ndimu. Lemon. This season. Hii ni season ya limau. Haleluya. Nafurahia hiyo. Maana ni wakati wa limau. Limau saa hii iko na bei kuliko chungwa. Haleluya. Limau saa hii huwezi ukaipata na pesa ya chini. Yaani chungwa unaweza kuipata na pesa ya chini kuliko limau. Limau ambayo inakuanga chungu, limau ambayo watu hawaitambui. Limau yani inadhalilishwa. Lakini leo hii limau, ndimu, iko na bei kuliko chungwa. Haleluya. Licha ya kuwa inakuanga kali. Kwa sababu gani? Wakati umefika. Wakati wa COVID-19 wanasema kwamba corona inaponywa na limau. Na ndipo wakati huu sasa limau ikapata demand. Haleluya. Yaani sasa hivi enda ununue ndimu. Ndimu zilikuanga zinatoka sui 5, 10. Zilikuwa zinatoka hata 5 bob. Na hakuna hata mtu ananunua. Haleluya. Leo hii hata hakuna hata marikiti na marikiti hakuna limau. Haleluya. Maana wakati wa limau kupanda bei, wakati wa limau kuwa na dimandi, wakati wa limau kupata kuwa na dimandi umefika. Haleluya. Wale wanauza limau saa hii wako na pesa kama kitu kingine. Eti ni dawa ya corona. Ikiwa limau limepata wakati wa ni season ya limau kupanda bei, ni season ya limau kuwa na demand. Hata wakati wako umefika katika jina la Yesu kupata demand, kuwa na demand. Yaani watu wakutafute, hata wale watakutambua, wakujue. Haleluya. Yaani limau, mimi hata nashangaa limau, unaona limau na chungwa. Leo hii limau iko na pesa kuliko chungwa. Hata hiyo ndio kitu kinanishangaza. Maana season ya limau kupanda bei, season ya limau kuwa na demand imewazikusha wadia. Haleluya. Yaani unajua vitu vingine inaweza kutupa mfano kwamba kama limau, kitu kama hichi cha kawaida tu kinapata demand. What about you? Wewe ambao kuna Yesu, wewe ambao umebeba Yesu, wewe ambao ni mwana wa Yesu, na wewe zaidi yote wewe ni mfalme. Haleluya. Sasa tumepanda bei sisi. Haleluya. We are demandable this time. Haleluya. Maana ili uelewe kwamba our season na come. Ungeweza kufikiria tutaingia online? Ungeweza kufikiria tutafikia watu mataifa mengi. Haleluya.
Sasa leo maana our season has come. Season yetu imefika. Maisha yetu ndio haya ya kuenda ya kufikia watu, mamilioni ya watu, kuweza kuambia injili hii ya neema na kweli, ya kwamba ukiwa ndani ya Kristo au uko chini ya sheria uko na uzima wa milele, hata mauti haina nguvu kwako. Hallelujah. Because the time has come, the season has come. Sisi kuambia watu nawe na kusi kwamba usije ukalala, maana wakati wako umefika. Ni wakati wako wa kushine na kuambia watu na kuamuka. Hallelujah. The season has come. Hallelujah. Ikiwa limau linapata bei, ikiwa limau limepanda bei, limau ndimu lemon. Sio kama inaitwa, I think ni lemon. Limau ni kwa Kiswahili na ndimu iko. I think zote ni Kiswahili. Yaani lemon leo hii iko na demand. It is very demandable. Hallelujah. Because inahitajika kwa wingi. Hallelujah. Leo hii lemon moja hivi kandogo hivi kanatoka 15 bob. Nenda pale town. Nairobi town. Kuna siku nimesikia mama akisema ameenda Marigiti akakosa limau. Ama si hapa nilisikia akisema sisi tulikuwa tumekaa hapa wakidiscuss. Kama ni yeye. Alisema sio ameenda limau simekosa sana. Lemon. Si kama alikuwa anataka kuanza kuuza hizo limau. Sasa akasema kwamba asipatikani limau, lemon na ile ugali. Na ile ugali lemon saa hii haipatikani. It is season. It is season for the lemon to up demand. Hallelujah. Eti corona ikakuja ili limau lipate hata ile kununuliwa sana, maana limau unajua huenda ni mingi, zinazalisha mingi ama zinazaa mingi na siko mingi na hazinunui na hazina faida. So corona ikakuja ili limau lipate nafasi ya kuuzwa. Hallelujah. Lipate leo, maana hata chungwa yenyewe haina demand kuliko limau. Unaona kama mtu anakula tu limau tu pekee, hata lile uchungu leni, hata ukiambiwa kula limau ungekula. Lakini leo hii wanaikimbilia, maana the season has come for it to have demand. Hallelujah. So our season has come for us to go where we are supposed to be. Hallelujah. Hii sio ndoto yetu jamani. Ndoto yetu bado, sasa ndoto yetu ambayo tulikuwa nayo wakati umefika wao timia. Hallelujah. Sio tutafika. Ndoto zetu za kufika mbali, za kufika mahali tulikuwa tunaelekea, ya kupata kile ambacho tulikuwa tunahitaji imefika. Hallelujah. So our season has come. Imagine mimi nikiwa nafikiria kwamba kuingia YouTube it takes hata sijui nilikuwa na wasa nini, hata sijui. Yaani nilikuwa naona kama YouTube kuingia huko ni kama inahitaji sijui mbingu ishuke ama ni nani ama ni sijui ni Mungu ama yaani sikaweza kuwa na hiyo dhana. Hallelujah. Lakini the season ilipofika hata haikutukost. Tukiingia online hata kwa TV na hata hizo zingine, my friend, season maana imefika, it will not cost us. Hallelujah. Haita tukosi kwa njia rahisi, maana our season imefika. Tufikie wengi, hata tutaingia hata kwa radio. Maana radio inafikia wengi na wengi wanaiafford. It is affordable to many. Hallelujah. So tunaingia kwa radio because it is affordable to many. Hata mashinani. Na tunaingia kwa radio ambayo inashika kila mahali, si local hizi. Unajua kuna zingine local asingi. Tuseme kama radio ambayo ni ya Mulembe FM huenda ifiki Meru. Ama tuseme kama nyingine inaitwa Manto FM ya Ukambani huenda ifiki Western. Ama ingine inaitwa Meru FM. Hizo hatutaki, tunaingia kwa ile ambayo inashika kila mahali because radio is affordable to many. Radio is affordable to many Kenyans. Hallelujah. Mpaka hata wakusikia kwa nyumbani. Ukiwaambia Yesu anaweza, ukiwaambia kwamba kuna uzima ndani yao, because our season has come. And I assure you, na kuambia kwamba haitatukosti vile ambavyo haikutukosti. Yesu amekushikilia, tunaenda kuingia. Wala ndio kosti yote, maana wakati wetu umewadia. Haleluya. Wakufikia wengi. Tumsifu Yesu. Haleluya. It is our season. It is our season as kings.
kuweza kupokea kile ambacho tunahitaji. Haleluya. Na kuweza kufika mahali Yesu alikuwa anataka tufike, na mahali alikuwa anakusudia tufike. Wakati wetu umefika, na ndio huu. It is our season. Ikiwa limau linapata demand ile ambavyo iko na demand, unajua hiyo picha hata ingii ya limau kupata, lakini ikasababishwa na corona kupata demand. Sisi si corona inatusababisha, sisi ni Yesu anatusababisha kupata demand. Haleluya. Maana sisi ni watoto wa Yesu na ni wafalme, na zaidi yote sisi ni makuhani na wafalme katika ufalme wake. Jesus name. Haleluya. Mwanapunda huyu alipata kuheshimika, alipata shada chuo, akainua chuo, akaheshimiwa kwa sababu alikuwa amebeba Kristo mfalme. Haleluya. Nasi tunabeba Kristo na anaishi ndani yetu, na ametuzaa. Ikizidi sana ametuzaa. Sisi ni wanawe. So sisi ni zaidi ya punda. Haleluya. So sisi tumekusha fika wakati wetu wa kupokea. Wakati wetu umewadia wa kupokea kile ambacho tunahitaji. Ukisema Mark ama Mariko, kuna mama pale alikuwa ameteseka kwa muda. Mariko 5:25 tuone kama ni hapo. Huyu mama alikuwa ameteseka 25 kama umefika. Sema na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kisimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Licha ya vile ambavyo anaenda kwa matabibu, licha ya vile ambavyo anaspend kile ambacho alikuwa nacho, akakostiwa everything alikuwa nayo, kwa sababu anatafuta msaada upatikane. Haleluya. Anatafuta msaada ambapo hakuna msaada, lakini ni wakati wako umefika. Nataka tuelewe hivyo. Nazungumza juu ya wakati. Tuendelee tupate vile ilifika. Wakati ulipofika alifanya nini? Aliposikia habari za Yesu. Sasa ujue wakati wake umekusha wandia. Aliposikia habari za Yesu. Bali si kusikia umesikia, hata unajua habari za Yesu. Si kusikia tu pekee umesikia, hata unajua habari zake na uko nazo ndani ya moyo wako. Huyu ni kusikia, alisikia. Na wewe je? Unaijua? Na hata uko nayo habari ya Yesu. Uko na Yesu, anakusimulia kila kitu, anakuhadithia chochote ambacho anataka uelewe. Sio si kusikia, ni kujua unajua. Aliposikia akafanya nini? Alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiaguza mavazi yake tu nitapona. Nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Akafahamu. Unajua kwamba huyu mtu anapofanya ili juhudi la kuweza kuingia katikati ya watu na kushika vazi la Kristo, si kwamba ilikuwa ufahamu sana wake wa kufanya hivyo. Imagine mtu anasikia tu, kusikia tu na kuchukua hatua na kuamini. Hii si kawaida. Ni wakati ulikuwa umefika wa yeye kutoka katika hiyo hali, maana amegharamika kila kitu, amefanya vyote na hakuna msaada. Matabibu ameangamia kwa mikono ya matabibu wengi, kwa madaktari wengi ameangamia. Lakini wakati hauko umefika, si swala la kusema alisikia tu, si swala la kusema aliamua kuenda katikati. Ni swala la kwamba wakati wake wa kupona na damu kuisha mwilini mwake kutoka ulikuwa umefika. Na ulipofika anasema kwamba nikigusa tu vazi lake nitapona. Na kweli akapona. Ikiwa huyu mama ni kusikia, alisikia na akachukua hiyo hatua na akaamini katika jina la Yesu, akaamini katika hiyo imani ya kwamba nikigusa vazi tu nitapona, na akapona. Sembuse wewe. Je, mimi, je sisi tuko na yeye? Hata sisi tunaenda kumguza, ako nasi. Si hata kumguza tu, na nimekwambia si kumsikia tu. Sisi hata tuko na yeye ndani. Si kumguza, tunamguza, tuko na yeye, tunaishi na yeye, anatembea nasi, na zaidi yote tunamjua. Haleluya. Si kumsikia tu, tuko naye ndani yetu. Sasa kama wakati huyu mama kusikia tu ulikuwa umefika na akapokea kile apokee, sembuse wewe. Je sisi ambao tuko naye tutapokea zaidi? Haleluya. Maandiko yanasema alikuwa ameteseka kwa mikono ya matabibu wengi. Sijui umeteseka kwa wandosi wangapi ukitafuta kazi. Wengine hata hawakulipi.
Mpaka karibu kukata tamaa. Lakini ama umekata ama umekusha tamaa, ama umekusha kata, hata si tuko karibu, wewe hata umekata tamaa. Lakini na mimi nakuja kuambia kwamba kuwa na hii mafahamu, kuwa na hii maarifa kwamba wakati umewandia watakutafuta. Hata si ndio swala la kwenda kutafuta tena. Eti wakatae na pesa yako. Ni wakati wako umefika. So, unajua kuna ndugu fulani anakaanga tu, yani ni kama ni ukimfuatilia anaanza kuambia ni kama niko na nuts, kama niko na mikosi, pesa yangu si pesa yangu, si pesa yangu, kasi napata pesa. Sasa unajua kama angepata ufahamu huu, ajue kwamba zile zimepotelea huko, asifikirie, aanze mwanzo mpya, maana ako ndani ya ufalme na yeye ni mfalme. Haleluya. Mahali popote asikie. Lakini ni ombi langu kwamba tumesikiwa na wengi ama tunasikika na wengi, watapata ufahamu. Usijali na kile ambacho kimepita, usijali na mateso ambayo umepita, lakini wakati wako umewandia wa kuweza kutoka katika hiyo hali. Haleluya. Haijalishi. Eti huyu mama tunaambiwa alikuwa ameteseka kwa mikono ya matabibu wengi, akarangaramika chochote ambacho alichokuwa nacho, lakini aliposikia habari za Yesu, imagine kusikia tu. Wewe umekwisha sikia, umekwisha jua na umekwisha kaa ndani ya Yesu. So ni zaidi. Akaenda akaligusa. Ili wazo la kugusa basi, my friend, alikuwa linatokana na yeye. Ni wakati wako ulikwisha umefika. Ulikwisha kuwa umewandia wa kuweza kupona na damu kuisha, maana alikuwa amegaramika. Haleluya. Sio wakati wako ukafika akagusa lile vazi. Kuna mahali hata huyu Batimayo alikuwa ameishi katika hiyo hali miaka mingi. Yule Batimayo hakuna kitu kingemzuia, maana wakati ulikuwa umefika. Watu wanamwambia acha kupiga kelele, lakini anashindwa kusema mwana wa Daudi atirehemu whatever. Si kwamba unajua watu walikuwa wanafikia kama ni wazimu, lakini ni wakati wa Batimayo kuona uzima inside ulikuwa umekwisha wadia. Haleluya. Na lazima angeweza kupokea, maana wakati ulikuwa umekwisha wadia wake wa kuweza kupokea kuona kwake, hata kama angesimamishwa na nani. Na ndipo tunaona wanafunzi walikuwa ni wanafunzi ama ni watu wale walikuwa wanamwambia nyamaza, akakataa. Maana wakati ulikuwa umekwisha wadia wewe kupona, akapaza sauti na kupiga kelele mpaka Yesu akamrehemu na akapata kuweza kupona. Haleluya. Si kama umefika hapo. Yaani anaambiwa nyamaza, acha kupiga kelele, lakini asikii. Maana wakati wake ulikwisha kuwa umefika. Haleluya. So hakuna mtu ambaye atakuzuia, maana wakati umekwisha wadia wa wewe kupokea. Sisi wote ya wafalme, majira ya wafalme imekwisha fika. Majira yetu kama wafalme ndani ya ufalme wa Kristo imekwisha fika. Haleluya. Doesn't matter kile ambacho tumepitia. Haijalishi vile ambavyo watu watatusuia. Hata watusuie kiwango gani. Si wao hatupokei kutoka kwao. Hatupokei kutoka kwao. Tunapokea kutoka kwa mfalme wetu na kwa baba yetu ambaye ni Kristo. Ametuzaa. Anatuambia we are the kings and the priests in his kingdom. Revelation. So sisi ni makuhani na wafalme katika ufalme wa Kristo. Haleluya. So akapiga kelele na sauti kuu. In fact hata ukisoma Luka 19 pale ambapo tumesoma, sasa ukirudi nyuma huku, ukirudi na nyuma kuhusu habari ya Zakayo si kwamba alikuwa eti alitoa vile alikuwa anasema kwamba nitangawie watu utajiri wangu. Haikuwa swala tu hivyo tu, haikuwa kitu hivi. Ilikuwa wakati wake ulikwisha fika, ulikuwa umewandia wa kuweza kupokea wokovu ndani ya maisha yake. Haleluya. Si swala la kawaida eti kwamba Yesu alifika tu na akasawishika moyoni kwamba mimi nitataka kutoa mali zangu na nikuachilia kile ambacho niko. Ni wakati ulikwisha kuwa umewandia wa yeye kuweza kupokea wokovu katika maisha yake. Haleluya. Marko 10 kuanzia 46 nasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia toka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa,
mwana wa Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Unaona wanafiki, eti maana ameanza kuita ndio wanaanza kumwambia eti jipe moyo. Na walikuwa wanamkataza, lakini naye akasindi. Maandiko yanasema akasindi kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Lakini Yesu aliposimama akasema muiteni, ndio waanze kumwambia eti jipe moyo. Wanafiki. Sasa kama zaidi ndio wanaanza kuona kwamba anafaa kujipa moyo na walikuwa wanamnyamazisha. Sasa usiangalie watu, usiangalie umati. Hakuna kile ambacho kitakuzuia, hakuna kile ambacho kitatuzuia. Vitisho vya watu havituzuii, maneno ya watu hayatatuzuia, maana sisi wakati wetu kama wafalme umekwisha wadia kuweza kupokea. Haleluya. Akasema aitwe, lakini waanza kumwambia jipe moyo. Unajua kwa njia nyingine wanaaibika, maana walikuwa wanaona kana kwamba haiwezekani. Yaani wanamnyamazisha, lakini anasindi kupaza sauti akisema kwamba Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Jinsi na ambavyo anasindi kumwambia nyamaza, na anasindi kupazua sauti kama kupaza sauti. Haleluya. So anasindi kupaza sauti kwa sababu gani? Unaona kama si wakati ulikuwa umekwisha fika wa Batimayo, mwana wa Timayo kupokea kuona kwake, kupokea kuona kwake, atoka katika hiyo hali ya upofu, my friend, angenyamaza. Elewa, ama kubaliana mimi, angenyamaza. Maana kitu kwanza already ameambiwa afanye nini? Anyamaze. Watu wanamnyamazisha, wakimwambia cha kupiga kelele, wewe ni kama mtu wasimu, zui mwanda wasimu, kitu kama hiyo, ona mtuzi. Lakini naye maana wakati wako ulikwisha umewandia, angeweza kusimamishwa na mtu. Haleluya. Ama sisi tunasikia maskini kuweza kupokea kile ambacho Mungu wetu alikuwa ametuahidia. Maana sisi wote ni wafalme, na sisi ni wana wa mfalme, na tuko katika ufalme wa Kristo, na tunaenda kupokea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na tumekwisha pokea wote, ni kudhihirika akijadhihirika katika hali ya kawaida ama hali ya mwili. Haleluya. Sasa nataka kusema nini? Wakati umekwisha fika, usivunjike moyo. Sio hata nini na kusumbua, na wewe ni mfalme. Sio hata nini na kutia shaka. Ndio unajua sometimes ukishajielewa, unaona watu wale ambao wanajifanyanga kuwa na furaha, kuwa mambo ni kawaida. Those people ukiwafuatilia hao ndio wanapitia zaidi. Si kama unajua the people who act like everything is good, these people pass through very many challenges, my friend. Kama hujajua, kuna watu ukikutana na wao njiani, na ndio nikakwambia siku moja usianzaga kusema nataka maisha ya mtu fulani. Ukipewa hiyo maisha yake, unaweza kaa siku moja utoroke. Kuna watu ambao wanajifanya kwamba wako na furaha ya hali juu, lakini mwanadamu ndani hata uweze kubali. Haleluya. So hata kama unapitia hiki, watu wasijue, my friend. Yaani usikae kama kweli kabisa kuna challenge unapitia, mpaka hata watu, yaani hata watu ambao hata wako, hata ukiambia mtu juu ya Yesu anashangaa na ulizo, sasa huyu anataka niingie kwa Yesu akiwa hivi, nikae kama yeye, hawezi. Halafu vile ambavyo unakaa mnyonge ukiwa ndani ya Kristo na ukiwa maana wewe ni mfalme. Mfalme anakuwa mnyonge. Mfalme anakuwa mnyonge. Hata kama kuna vita, mfalme anakuwa mnyonge. Hata kama jeshi lake linahitajika liende ikapigane, hawezi kuwa mnyonge. Anajitia nguvu. Hataki kujua kama atashindwa, na hawezi enda kwa vita akijua anashindwa. Akiwa na dhana ya kushindwa, anaendanga akiwa anajua kwamba nitashinda. Sasa wewe ni mfalme. Usikuwe na dhana kwamba eti kuna mahali imefika nikana kwamba hawezi endelea. Kuwa na dhana kwamba wakati wako umewandia na uko ndani ya Kristo. Haleluya. Chochote ambacho unapitia kisikutie shaka. Hata unakuta mtu yes anapitia lakini hajalala njaa. Hata unashangaa yeye nini namsumbua?
Unakuta mwingine anapitia Yesu, lakini unaona anapata hata mafuta ya kupaka, anapata hata maji ya kunywa, lakini unaona watu wanashangaa, analeta shaka. So kile kiko ni kwamba understand that the seasons of kings has come and you are the kings in that kingdom, and your time, your season has come. Hallelujah. Majira yako imefika kama mfalme. Tumsifu Yesu. Amen. Wakati wetu tumewadia. Hakuna kile ambacho kitatuzuia uweze kupokea. Hallelujah. Amen. Ni wewe ukae ready. Ukae chonjo. Ukae chonjo. Na chochote ambacho kinaenda kuwapi. Na hata ukipeana sababu, nimesema huyu mtu alikuwa anapeana sababu. Maana hakuwa na ufahamu. Wewe uko na ufahamu pale John 5. Huyu mtu ambaye alikuwa akiweza sio 30 miaka 38 alianza kupeana sababu. Maana hakuwa na ufahamu ama maarifa ya kujua kwamba huyu ambaye anamchungumzia ni zaidi kuliko malaika ambao wanatibua maji. Hakuwa na ule ufahamu. So sisi ambao tuko hapa ama sisi ambao tuko katika ufalme tuko na ufahamu ya kwamba Yesu ndiye ako na uwezo wa kutupa kila chochote ambacho tunahitaji. Tushikamane na yeye na tukae, imani yetu ikaweze kuimarika, tukae jinsi ambavyo ametuahidi. Haleluya. Na kila kitu kitakuwa sawa, maana sasa wakati wetu umekwisha wadia, na wakati wetu wa kupokea kile ambacho hatukuwa nacho, kile ambacho tumekuwa tunakihitaji, ndoto zetu zimefika. Haleluya. Amina. Ama kuna mmoja anasema ndoto yake hii si ndoto yake, usimuone hivi uone ndoto yake. Eti kukua na ng'ombe mbili. Anasema si ndoto yake ya kukusunga ng'ombe mbili. Ndoto yake ni kufunga mifugo wengi. Anasema eti usimuone ndoto yake si ya mchungaji, analeta mchungaji akiwa na watu wachache kwa video. Si ndoto yako ya kumiliki kanisa la watu wadogo. Ni kanisa la ni ndoto lako la kuweza kumiliki mamilioni ya watu ili ukaweza kuwapa neno la uzima. Maana hebu niambie, ukiwa na watu wawili ama watano ama 10 wakiweza kueneza injili, itateke muda kufikia wengi. Lakini ukiwa na watu 1000 wote watoke at the same time, mtu aambie mmoja mmoja, hao ni watu 1000 pande. Hiyo ni ndoto yetu. Haleluya. Ili tuweze kuwapa injili ya uzima ndani ya Kristo. Haleluya. Ndoto yetu ni kufika mbali, ni kupanuka zaidi. Haleluya. Amen. Anasema ndoto yake atisia atakuwa mwimbaji hivi, eti loko ni kuimba international mpaka watu wamsikize. Na tunasema kwamba ndoto yetu si kuhubiri hapa Kenya watu tu wasikisikia. Ndoto yetu ni tufikie hata mataifa nje. Haleluya. Wengine wanaanza kusema sasa na tijini Kisungu. Nikienda nje nitahubiri aje? Kwani unaenda Kisungu na kuhubiri, Kisungu na kupeana injili ya Yesu, Kisungu na kupeana ujumbe wa Kristo inaingiliana na nini? Inaambatana na nini? Kwani wewe ndio unajituma? Si wewe. Wewe ni mfalme. Na mfalme, unaona kazi ya mfalme hata ni kuamurisha. Unaweza hata kuamurisha, ukienda tu unasema hapa Amerika na kabla nisimame naamurisha kwamba Kisungu kiingie. Tunaingia maana ni kucommand. Haleluya. Si hata kumbegi. Kwa tofauti ya kumbegi na kucommand. So you are kings ni kucommand. Mungu sasa hakuna mtu anambegi. Ndio hata anatishia hata judiciary. Na judiciary ni independent my friend. Lakini anaitishia maana ni mfalme. Haleluya. Toka hata anawatia joto. Anaweka kiwewe. Na unajua judiciary ni indara independent. Inajisimamia, lakini anaitishia. Maana ni mfalme. Paka anaweka kiwewe. Anasikia paka baraka bila anapiga kelele. So wakati ambapo wewe ni mfalme, ukishachelewa ni mfalme, it is what I'm about kumbeg, ni kucommand. Kwamba mimi ninapoingia Uganda hivi, Uganda unajua lugha yao ni Kisungu. Hapa tu hawasikiani Kiswahili. Unasema I command Jesus name. Kabla nisimame, Kisungu kimeingia hapa na nikizungumze na nipeane ujumbe wa Kristo. Haleluya. So hii sio ndoto yako, lakini ujue ndoto yako imetimia. Ile ambayo ulikuwa nayo imekwisha timia. Haijalishi vile kutakuwa. Wewe usianze kuangalia kuweka limitations. Unajua shida watu wanaweka limitations. Ete hapa siwezi vuka. Lakini wewe ni mfalme. Haleluya. Ndio unakuta saa hii
wanataka kubadilisha katiba, maana wao ni wafalme. Na si kuuliza wewe, unaona kitu kile ambacho wameamua pale, haitaji wewe mwananchi umekwisha, maana wao wameamurisha, na itakuwa katiba lazima ibadilishwe, referendum. Hata mwangusha hapa itaingia parliament. So maana wameamurisha, wao ni wafalme, hata kama itapita ama whatever, lakini najaribu kusema nini, wewe ni mfalme. Haleluya. Maana unajua katiba kuna vitu mingi sana hazijakamilishwa kwa katiba ya 2010, lakini bado wanataka kuleta ingine, na hakuna mtu anapinga ama akina anawaambia mwananchi ndio uko na nguvu gani? Nguvu gani uko nayo? Wao ndio wa kusema maana ni mfalme ama yeye ni mfalme. Sasa wewe ni mfalme kuliko yeye katika Kristo. Haleluya. Maana hata yako chini yako spiritual level. Tumsifu Yesu. So mahali ambapo tumefika, tunasonga na tunaenda kufika mbali katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tusiangalie vile ambavyo tumekuwa, lakini majira yetu hayakuwa yamefika. Kama unaona vile ambavyo tulikuwa tunakaa ama vile tulikuwa tumefika eti tunagaagaa tu kama watu wajielewi, wakati wote Mungu umefika. Usituangalie informal things, hata kuhubiri kwetu tusiangalie nyuma. Wakati Mungu umefika jameni. Wewe ambao unatusikiza, eti ya kwamba leo hii tunahubiri neema, eti tukisema hata kwamba hata marembo hawezi kukuzuia kuona Kristo, eti tukisema kwamba hata hawataka utakaa hakuwezi kukuzuia Kristo. Usiangalie nyuma, tunaangalia sasa, maana wakati huko umefika, wakati wetu umefika wa kuweza kufanya kile ambacho Kristo anataka. Haleluya. Usianze kutuhukumu na mambo ya kitambo. Wakati wetu huko umefika, wakati umefika sasa wakuweza kuambia ukweli wa mambo. Haleluya. Ukweli wa mambo ili ukaweze kuwa huru katika Kristo. Haleluya. So ni wakati ambapo umekwisha undia, nothing will hinder us to what we are supposed to receive. Haleluya. Tulikasema kwamba hata Zakayo wakati ambapo anaamua kungawa ile mali na whatever, haikuwa kitu rahisi. Hiyo ni Luka 19, utasoma wakati wako. Luka 19. Haikuwa kitu rahisi. Ete kusema nitangawa mali yangu nusu nipewa maskini, na kama nimenyang'anya mtu nimpe pesa, mpaka yani power ya pesa ikatoka kwa Zakayo na akaamua kupeana utajiri. My friend, ilikuwa bre, ni wakati ulikuwa umefika kupokea wokovu katika maisha yake. Haleluya. So wakati ukifika, hakuna kile akiwezi kutendeka, hakuna kile akiwezi fanyika. Wakati wako ukifika, majira yako ukifika, majira yako ukifika, majira yako ikifika, nasema hivi, majira yako ikifika, maana nasiye ikifika, majira yako imefika. Sasa anaamua kwamba kutoa mali yake nusu na kungawia maskini. Na kama alikuwa amenyang'anya mtu, anasema atakishia mara 4. Haikuwa kitu rahisi. Si unaona ukifuatilia Zuma alikuwa kuna mahali hata wanamcheka. Wanasema kwani hataki utajiri huyu? Hao watu walikuwa tosha ushuru, wanamcheka Yesu alipokuwa anazungumza akisema wale mnacheka zaidi, wale wenu mnacheka tunamtalia. Alipozungumza mambo ya pesa anaanza kuuliza kwani hataki utajiri huyu? Utajiri wale watu walikuwa na ile pesa, ile mali walikuwa nayo si rahisi kuachilia. Lakini Zakayo, maana wakati watu walikuwa umekusha wadia, ukafika. Na Yesu hapo angalia yeye ni mwofu, alienda kukaa kwake na akafika kwake ambaye ndani ya moyo wake. Yaani anamwambia leo nitakaa na wewe kwako, nitakula pamoja na wewe. Leo nitaingia ndani ya moyo wako na wokovu utafika kwako na utanitumikia, maana nimekwisha fika kwako leo hii. Haleluya. Maana wakati ulikuwa umekwisha fika. So ikiwa Zakayo mtu ambaye alikuwa anaonekana mwofu, wakati wake ulipofika aliweza kubadilika na wokovu kaweza kufika kwake. Sembuse sisi, njie sisi ambao tuko na Yesu na tumesaliwa na Yesu. So ukishajielewa wewe ni mfalme, wakati wako umekwisha fika, you have to receive in Jesus name. Hallelujah. That's all. Hakuna kitu kingine. Period. Ukishajielewa ni nani, hiyo shinda ni kwamba atujifahamu. Mtu anaangalia, nilikuja huku miaka 12. Miaka 12. And there is nothing productive nimefanya. Naanza kuweka sasa limitations. Naanza kukata tamaa. Anarusha mikono. Lakini ujue
haijalishi miaka ambayo umekaa Nairobi. Kile kinajalisha ni kwamba, ama swala hapa ni kwamba Yesu wakati wake umefika, na wakati wako umefika wa kupokea kile ambacho ulikuwa unahitaji kupokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Simama. Tuwe sana.